Tarehe 16 mwezi wa 4 2025, Afrika ingepitia katika historia ya giza kama ilivyowahi kutokea mwaka 1987 wakati ambapo aliuawa Thomas Isidore Noel Sankara. Lakini pia, wangapi mnakumbuka 2011 alipouawa Colonel Muammar Gaddafi? Hiki ndicho kilichotaka kujitokeza tena. Nyuma ya pazia kulikuwa na mpango mbaya sana. Kundi la wasaliti lilikuwa limeandaliwa kwa ajili ya kuondoa uhai wa Ibrahim Traore na kuiingiza Burkina Faso katika machafuko. Na hawakuwa wenyewe tu, kwa sababu mpango huu uliandaliwa kwa msaada na muunganiko wa makundi ya kigaidi, wakiandaa mpango mbaya kwa ajili ya kuwadhuru raia wa Burkina Faso, lakini pia vile na jeshi la Burkina Faso. Ni mpango uliokuwa umeandaliwa madhubuti na karibu ungefanikiwa. Lakini hatimaye kitu kimoja kizuri kikatokea. Wale askari ambao ni jasiri walikataa kuisaliti nchi yao ya Burkina Faso. Wakauweka wazi mpango wa usaliti kwa sababu waliamua kuwa waaminifu badala ya kuwa wasaliti wa taifa lao. Lakini kuna jambo la kuchanganya zaidi hapa. Mastermind wa mpango huu hakuyeyuka tu hewani, hapana. Aliondoka na wenzake wakakimbilia Ivory Coast. Na huko Cote d'Ivoire, badala ya kukutana na mkono wa sheria, walikaribishwa kwa ukarimu kabisa. Sasa jiulize, inawezekanaje taifa jirani likawapokea watu kwa ukarimu waliokuwa wanataka kupindua nchi jirani? Hii ndio siasa au ni kitu kimejificha chini kabisa nyuma ya pazia? Fuatana nami twende tukaangalie ni nini kilichoko nyuma ya pazia. Kulingana na waziri wa ulinzi wa Burkina Faso, kiungo mchezeshaji wa mpango huu ni mtu ambaye hawakumtegemea. Jina lake ni Beri Abdramane. Huyu sio mtu kutoka nje ama muasi, lakini ni mtu ambaye walikuwa wanamtegemea. Ni ofisa mwaminifu, ni afisa mkubwa tu katika jeshi la Burkina Faso. Jaribu kufikiria, mtu aliyekuwa ameaminiwa akabeba siri za taifa na usalama wa taifa amegeuka kuwa adui wa taifa. Beri alikuwa na ngazi ya juu sana kiasi kwamba alikuwa ana uwezo wa kuingia popote na kwenye ishu nyeti za kijeshi, na badala ya kulinda yeye akaamua kusaliti, na mafaili ambayo ni ya ulinzi wa nchi akaamua kuyaweka mikononi mwa magaidi. Na hii haikuwa bahati mbaya, hapana. Ulikuwa ni mpango ulioandaliwa madhubuti sana. Alijua maisha ya raia wema yatapotea, lakini hata hivyo alifanya bila kujali kuwa mpango anaouandaa ungeondoka na maisha maelfu ya raia wa Burkina Faso. Ilikuwa ni kwa ajili ya nini? Madaraka, kisasi, pesa? Beri hakuisaliti tu serikali ya Burkina Faso, lakini alisaliti raia wa Burkina Faso ambao wanaamini serikali yenye kuleta amani katika umoja na katika wakati ujao wakijiondoa katika mikono ya wakoloni. Huu ni aina ya usaliti ambao ungelifanya taifa lianguke kutokana na watu wake wa ndani humu. Lakini Beri hili hakulifanya mwenyewe. Alitumia ushawishi wake kuwavuta wengine kuingia katika mpango aliokuwa ameuandaa. Maafisa wengine katika jeshi la Burkina Faso, mtu ambaye aliapa kulilinda taifa, akawa amevutwa na kudanganywa kwa ahadi ya madaraka, pesa na kupewa nafasi za juu kama tu atasaidia kumwangusha Ibrahim Traore. Lakini jambo baya zaidi, Beri akalifuata kundi la wanamgambo VDM, akawalipa pesa kiwageuza mawazo. Imagine, wanamgambo ambao wameapa kuilinda Burkina Faso leo anawageuza kuwa waasi waende kinyume na serikali walioapa kuilinda. Akapandikiza mbegu ya usaliti katika akili yao. Haya hayakuwa majaribio ya kuuawa au kupindua serikali ya Burkina Faso, lakini hivi vilikuwa ni vita kisaikolojia. Baada ya kufanya haya yote akayeyuka kama hivyo tu. Aliondoka bila yeyote kujua. Kwa wiki kadhaa hakuna hata mtu mmoja aliyekuwa anajua Beri yuko wapi. Ni mpaka pale tu ambapo usalama wa taifa la Burkina Faso, intelijensia ya Burkina Faso wakajua aliko. Wakagundua Beri amekimbilia Cote d'Ivoire. Na kulingana na intelijensia ya Burkina Faso, mpango wa kumshusha Ibrahim Traore na kumuua bado uko pale pale, na ulikuwa unapangwa katika taifa la Ivory Coast huko Abidjan, na malengo mapya yakiwa ni kufanya majaribio tena mengine
mwezi wa 6, 2025. Huu sio tu uhaini, bali ni vita kutokea nyuma ya pazia au kutokea kwenye kivuli, vita ambavyo havijulikani. Huku muda ukiwa unaenda, jaribio la tarehe 16 mwezi wa 4 limekwama, na sasa wanapanga jaribio lingine la tarehe 25 mwezi wa 6 waweze kufanya hivyo. Hii inashangaza. Kwa miaka mingi tumekuwa tukiwanyoshea vidole Ufaransa kwa kupanga machafuko katika mataifa ya Afrika na kuzigawa nchi zetu. Lakini utafanyaje pale unapogundua kuwa wanaofanya hivyo ni watu wako wenyewe, raia wa taifa lako? Yaani hawa raia wa Burkina Faso wameenda kinyume na kila kitu ambacho nchi inaamini na kusimamia kwa ajili ya kuleta maendeleo, amani, utulivu, maendeleo yenyewe. Hawajali. Wamefunga macho kana kwamba hawaoni maendeleo yanayoendelea kutokea katika taifa la Burkina Faso. Unajiuliza ni kwa nini wa Afrika wameamua kushirikiana na watu wa magharibi kushusha na kuondoa kile ambacho tumeanza kukijenga. Na hapa ndipo inapokuja sehemu ambayo inasababisha maumivu zaidi. Ivory Coast, taifa ambalo lingetakiwa kuwa ni ndugu zetu, lakini wameamua kuwalinda hawa wasaliti. Badala ya kuwahukumu hawa wasaliti, badala ya kuwapeleka kwenye sheria, wameamua kuwatandikia zulia jekundu, na hakuna hata neno moja la kulaani hiki ambacho kilikuwa kimetokea ndani ya taifa la Burkina Faso ambalo ni taifa jirani. Wamekaa kimya, na ukimya huu unaonyesha hawana mpango wowote wa kutusaidia, isipokuwa wameamua kuwapa hifadhi hawa wasaliti. Yaani wamewatengenezea mbingu ndogo kwa ajili ya mipango yao ya kutaka kurudi tena kuondoa amani ya taifa la Burkina Faso. Jibu ni rahisi, hebu tuwe wawazi hapa. Hii ni kwamba rais wa Ivory Coast hafanyi haya mambo akiwa mwenyewe tu. Huyu ni kibaraka mtiifu, akitumiwa na mataifa ya magharibi ambayo yamekuwa yakileta madhara kwenye bara la Afrika, hasa nchi ya Ufaransa, na huyu ni Alassane Ouattara. Na ukumbuke hakuja madarakani kwa kupigania madaraka, hapana. Tusilisahau hilo. Mwaka 2011 alipoingia madarakani, ni Ufaransa walimsaidia kumuweka hapo. Na tangu wakati huo ameifanya kazi yake vizuri sana, akilinda maslahi ya Ufaransa na sio umoja wa Afrika. Ndiyo. Hili sio swala tu la kisiasa, hapana. Ni swala la kibinafsi. Ni swala la kimkakati na ni hatari. Swali linabaki sasa, je, Burkina Faso watafanya nini? Na swali la muhimu zaidi, je, Afrika itaamua nini kuhusiana na wasaliti wake? Hebu tuingie ndani zaidi. Hadithi kuhusiana na Alassane Ouattara, rais wa Ivory Coast, hii inaingia ndani zaidi kuwa sio mambo ya siasa tu. Ni kwamba haya ni masuala ya muda mrefu sana, na haya mambo ya kupotosha umma yameanza siku nyingi sana. Mwaka 1968, kijana mdogo Ouattara alikuwa na miaka 26 tu wakati huo. Wakati ambapo Ufaransa walimchukua na kumpeleka kwenye kitengo cha fedha, monetary fund. Huo ndio ulikuwa mwanzo na mpango wa plani za miaka mingi inayokuja mbeleni. Na mwaka 1973 akachaguliwa Charles de Migio kuwa yeye ndio mkuu wa African Central Bank, ambayo ilikuwa iko Paris, Ufaransa. Na miaka miwili baadaye ikatokea promotion nyingine. Hatimaye mwaka 1983 ikampa kuwa gavana wa BCEO. Polepole kibaraka akaanza kupandishwa vyeo. Lakini hapa ndipo ambapo mchezo kawa ni mbaya zaidi. Wakiwa wanamtumia Ouattara huku wakiendelea kushusha uchumi wa taifa la Ivory Coast. Kumbuka, taifa lile lile ambalo lilikuwa linang'ang'ana kukua. Uchumi ndio hivyo tena. Taifa ambalo linang'ang'ana ili liweze kutoka katika hali ya umasikini. Ghafla uchumi ukaanza kuporomoka. Hii haikuwa kwa bahati mbaya, ilikuwa imepangiliwa tangu muda mrefu sana. Kwa sababu Ivory Coast ilijikuta yenyewe ikizama katika kuanguka kwa uchumi kwake. Na Ufaransa wakaja na mpango kumuweka madarakani Ouattara, mtu yule yule waliyemkuza kwa miaka mingi. Mtu aliyemweka katika kila sehemu ambapo kuna pesa. Halafu huyu wakamleta kama ndio mkombozi wa kulikomboa taifa la Ivory Coast kutokana na kuanguka kwake kiuchumi. Mtu ambaye angeweza kuliokoa taifa la Ivory Coast, lakini ilikuwa sio kuliokoa taifa la Ivory Coast ila kuliendesha, ni kuhusiana na madaraka, kucontrol.
Hivyo ndivyo ambavyo Ivory Coast walivyowekeza kwa viongozi hawa au kiongozi huyu wa Ivory Coast. Sio kwa mapinduzi ya kijeshi, hapana, ila kwa kumanipulate kwa swala la kuanguka kwa uchumi ndicho kigezo cha kumleta Alassane Ouattara madarakani. Na Wafaransa wakamrudisha Alassane Ouattara katika kitengo cha fedha, Monetary Fund. Na wakati huu sio tu kama mfanyakazi lakini kama director wa African Department. Na kitu cha kushangaza zaidi, yeye akawa ni mshauri wa mkurugenzi wa IMF, International Monetary Fund. Akawekwa sehemu ambayo kimataifa basi itampa yeye sifa zaidi. Na miaka michache baadaye akarudishwa kwenye Central Bank of West Africa. Sio tu kama mfanyakazi mwingine, lakini alirudi kama governor wa benki. Na nafasi hii ni Wafaransa ndio waliomtengenezea kwa sababu ni kwa ajili ya maslahi yake. Na wakati huu kumbuka, uchumi wa taifa la Ivory Coast ulikuwa unapumulia mashine. Na Wafaransa tayari wameingia, mtego wao umenasa. Tayari sasa wanasubiri waendelee kufanya ya kwao. Wafaransa walihitaji kupandikiza kibaraka ndani ya taifa la Ivory Coast. Kwa hiyo walifanya kile ambacho waliona ni the best kwao kukifanya. Kumanipulate nyuma ya milango iliyofungwa. Na wakamshawishi Rais Houphouët-Boigny, baba wa taifa la Ivory Coast, kumchagua Alassane Ouattara kama mkuu wa masuala ya uchumi ndani ya taifa la Burkina Faso. Huu ulikuwa mwaka wa 1990. Walimtengeneza kama ni mkombozi wa uchumi, kulikomboa taifa linakoanguka katika uchumi huu. Mtu anayeweza kufanya kila kitu kikarudi mahali pake. Hii haikuwa kurudisha kila kitu ambacho kilikuwa kimeanguka, lakini ilikuwa ni kumleta Alassane Ouattara aanze kuonekana katika jamii. Lakini kuna ukweli mmoja ambapo Wafaransa walikuwa wanahesabu kitu hicho, ilikuwa ni muda au wakati. Rais Houphouët-Boigny alikuwa yuko karibu na kufa, maana alikuwa akipatiwa matibabu ya tezi dume huko Ufaransa, na Wafaransa walikuwa wanalijua hilo, na walijua kuwa afya yake inadorora kila kunapoitwa leo. Wakajua mshale wa saa unaelekea mahali ambapo walikuwa wamepapanga. Hivyo wakachukua hatua kwa haraka sana. Pressure ikawa ni kubwa sana. Mwaka 1990 basi Rais Houphouët akawa ni mdhaifu sana. Na hapo ndipo walipomwambia amchague Alassane Ouattara kama waziri mkuu wa taifa la Ivory Coast. Hapa sasa Wafaransa ndipo walipokuwa wamepiga kwenye mshono kuwa wana mtu kibaraka wao ambaye sio tu kwenye masuala ya kiuchumi, lakini tayari ana nguvu ndani ya serikali ya Ivory Coast. Kibaraka ndani ya suti na tabasamu mwanana, yuko tayari kutumikia maslahi ya Mfaransa na sio kuwatumikia watu wa Ivory Coast. Mpaka hapo Wafaransa wamefaulu, na mpango wao wa muda mrefu tayari umeshatimia. Wamefaulu kumuweka kibaraka wao madarakani katika mojawapo ya cheo kikubwa, ofisi kubwa ndani ya Ivory Coast. Alassane Ouattara kama waziri mkuu wa Ivory Coast, kila kitu kikawa kinarudi sasa mahali pake kwa ajili ya maslahi ya Wafaransa. Mwaka 1991 wakampa tuzo kwa sababu ya uaminifu wake kwao. Wafaransa hawakumpa tu sapoti ya kisiasa, lakini wakampa zawadi moja kabambe. Na zawadi yenyewe ni ipi? Je, unataka kujua? Niko tayari kukuambia hapa. Zawadi yenyewe walimpa mke, na akaoa mwanamke mrembo anaitwa Dominique Claudine Nouvin. Huyu ni mzungu, mwanamke wa Kifaransa huyu. Kumbuka huyu wamemtoa ndani kabisa umo ya serikali hii ya Ufaransa. Huu haukuwa tu muunganiko wa mapenzi, kupendana mke na mume, no. Ila ilikuwa ni muhuri wa kisiasa. Ni kama kufunga mikataba na pingu sasa. Hiyo ikawa ni ishara kuwa Alassane Ouattara amefunga ndoa kabisa na Ufaransa sasa. Lakini watu wachache walijua kuwa ndoa hii haikupaswa kusherehekewa, ila ilipaswa iwekewe vikwazo. Na mtu ambaye alikuwa nyuma ya mpango huo alikuwa ni Nicolas Sarkozy, na kwa kipindi hicho alikuwa ni meya katika jimbo mojawapo huko Ufaransa. Sarkozy huyu ndio mtu ambaye alikuja kuwa rais wa Ufaransa baadaye, na ndiye aliyehusika kumuua Colonel Muammar Gaddafi. Sasa jiulize, ni kiongozi gani wa Afrika ambaye anahitaji kupewa ruhusa kwa ajili ya kuoa kutoka kwa viongozi wa Ufaransa? Hii haikuwa harusi tu ya kawaida, ila ilikuwa ni alama kuwa sasa Ouattara amekuwa ni mtu wa Wafaransa huku Afrika. Sio tu ofisini, lakini maisha yake yote atawatumikia Wafaransa. Sarkozy kusimamia masuala ya harusi
ya Ouattara haikuwa bahati mbaya tu, hapana. Ilikuwa inaonyesha mambo yanayokuja huku mbeleni, kwa sababu wenzetu wana mipango ya muda mrefu sana. Na baadaye huyu Sarkozy alihakikisha kuwa huyu Ouattara sio tu atakuwa ni waziri mkuu, lakini anatakiwa apewe cheo cha juu kama rais kwa ajili ya maslahi ya Wafaransa. Baada ya kumweka Ouattara katika ofisi ya waziri mkuu, na sasa walichokuwa na kipanga ni awe rais. Sasa walifanyaje? Maana haya hayakutokea tu kwa bahati mbaya, hapana. Wakaanza kusafisha njia ya kisiasa kwa ajili ya kumtengenezea njia aweze kuingia Ikulu. Moja kwa moja, mtu yeyote ambaye angempinga Ouattara basi angeweza kuondolewa na kuuawa haraka sana. Iwe ndani ya serikali au nje ya serikali, Wafaransa hawakujali. Lakini wangeona wewe kama umekuwa tishio kwao, basi haraka sana wangekuondoa. Ndipo ulipokuja uchaguzi sasa wa mwaka 1990. Eti demokrasia inatakiwa sasa ichukue mkondo wake. Lakini ni nini kilichotokea? Mmojawapo wa watu ambao alikuwa ni waziri mkuu katika serikali ya Ouattara alifungwa gerezani. Na huyu jina lake alikuwa anajulikana kama Laurent Gbagbo, mpinzani pekee ndani ya taifa la Ivory Coast. Walifungwa pamoja na mke wake Simone Ivet. Hii haikuwa ni mambo ya sheria, hapana. Ilikuwa ni kuondoa upinzani au ushindani. Hiyo ilikuwa ni kuhakikisha kuwa watu wa Ivory Coast hawachagui mtu ambaye hakuwa amekuwa appointed na Ufaransa. Kwa sababu ofisi ya waziri mkuu ambayo Alassane Ouattara yupo ilikuwa sio kuwatumikia watu wa Ivory Coast, ilikuwa ni kulinda maslahi ya Ufaransa kisiasa, kiuchumi na mipango yao ya Ufaransa. Hakuwa analitumikia tu taifa, hapana, ila alikuwa analinda maslahi ya Ufaransa, na mambo yote, mipango yote ilikuwa ikipangiwa ndani ya taifa la Ufaransa. Baada ya kifo cha Rais Houphouët-Boigny, machafuko yakaanza kutokea Cote d'Ivoire, na katika hali ya kuchanganya, Alassane Ouattara akaanza kupiga hatua, akiyadharau maamuzi ya rais aliyepita aliyemchagua Henry Konan Debie kuwa ndiye mtu sahihi wa kuwa ndiye kiongozi wa taifa la Ivory Coast. Ouattara akaamua kuchukua madaraka, hakusubiri, na akajichagua mwenyewe kuwa ndo mrithi wa kiti cha urais, na wakati huo Ufaransa ikamsapoti, maana walikuwa wako tayari kumuingiza kibaraka wao akiwa na madaraka ya juu kabisa. Lakini raia wa Ivory Coast wakasimama na aliyekuwa amechaguliwa, kwa sababu Alassane Ouattara hakuwa chaguo lao hakika. Maana alionekana huyu sio mtu wa Ivory Coast, sio tu kijamii, lakini pia na masuala mengine ya kiuchumi. Ushirika wake na Ufaransa ambao ni wakoloni ikawafanya raia wengi wa Ivory Coast kuuliza, je, huyu kweli ni raia wa Ivory Coast? Je, atakuwa mwaminifu kutumikia taifa la Ivory Coast, au ni kibaraka na chombo cha Mfaransa kwa ajili ya kuturudisha kwenye utumwa wa Mfaransa tena? Shukrani kwa raia wa Ivory Coast, sauti yao ikaenda juu. Hatimaye Bedie akaingia kama kiongozi wa mpito. Huo ulikuwa mwaka wa 1993. Akazuia mipango ya Ufaransa na plani za Ouattara, lakini Ufaransa hawakuridhika na hilo. Walimrudisha Alassane Ouattara katika mikakati yao, na mwaka 1994 Alassane Ouattara akachaguliwa kuwa mmojawapo wa wakuu shirika la fedha la IMF. Hii ni nafasi ya utukufu, lakini ni nafasi pia kwa ajili ya mipango mbalimbali. Na Ufaransa walijua watamtumia wakati ambapo utakuwa ni wakati sahihi, na walifanya hivyo. Kwa sababu mwaka 1999 Ufaransa walitaka Ouattara arudi katika siasa za Ivory Coast. Lakini kulikuwa na tatizo moja hapa. Siri ambayo ilikuwa imejificha nyuma ya pazia ni kuwa Ouattara sio Ivory Coast moja kwa moja. Huyu ana mchanganyiko. Wakaja kugundua kuwa ana mizizi kutokea katika taifa la Burkina Faso. Hili lilikuwa ndilo tatizo lililomsababisha akakosa uraisi mwaka 1995 na kumleta Bedie kuwa mshindi wa uraisi, kwa sababu hili lilijulikana hilo. Hilo tutaenda kuliangalia kwa undani zaidi, kwa sababu kabla ya uchaguzi wa mwaka 2000 katika taifa la Ivory Coast, Rais Henry Konan Debie, mtu aliyechaguliwa na raia, ghafla akapinduliwa katika mapinduzi ya kijeshi. Na kwa siku hiyo hakuna yeyote anayeweza kufikiria ni nini kilichotokea siku hiyo, kwa sababu mapinduzi haya yalikuja miezi minne
baada ya Alassane Ouattara kujiuzuru katika nafasi huko kwenye shirika la IMF na akarudi ndani ya taifa la Ivory Coast. Je, ilikuwa ni bahati mbaya? Labda. Lakini ripoti nyingi na taarifa nyingi zikawa zinasema Ufaransa wako nyuma ya haya mapinduzi. Kwa mara nyingine tena wajaribu kusafisha njia kwa ajili ya kibaraka wao. Lakini hata baada ya Bédié kupinduliwa, bado kulikuwa na shida. Ouattara asingeweza kugombea mwaka 2000. Hii ikawa ni shukurani kwa asili yake kuwa huyu ni raia kutoka Burkina Faso. Sasa nani alishinda? Ni yule ambaye Alassane Ouattara alimfunga ndani miaka mingi iliyopita, Laurent Gbagbo. Meza ikawa imepinduliwa, Gbagbo amerudi madarakani. Wafaransa wakakasirika mno. Wafaransa wakikasirika, mnajua, wakiweka vikwazo vya kiuchumi, uchumi unaanza kuporomoka. Kwa miaka 10 Wafaransa walitumia kila silaha kuhakikisha kuwa wanamshusha chini Gbagbo. Hawakudili naye kivingine, ila waliweka watu wa Ouattara katika mashirika haya ya kifedha, hususan shirika la IMF, ili kuiweka Ivory Coast katika hali ngumu. Misaada ikakatwa, mikopo ikazuiliwa, marejesho yakawa yanatakiwa kwa wakati, nchi haina pesa. Lengo lilikuwa ni kumwacha Gbagbo na aonekane ameshindwa. Lakini Wafaransa hawakuishia tu hapo katika vita vya kiuchumi. Mwaka 2002, miaka miwili baada ya urais wa Gbagbo, vita vya wenyewe kwa wenyewe vikaanza. Na hapa ndipo Ufaransa wakaamua sasa wampe silaha Ouattara ili aingie madarakani. Na wapiganaji wakaanza kupigania mashariki mwa Ivory Coast. Na hawa hawakuwa wapiganaji wa bahati mbaya, hapana, ulikuwa ni mpango maalum kwa ajili ya kuligawa taifa hili la Ivory Coast. Hii sio historia tu, hapana, ila ni kitu kile kile ambacho wanajaribu kukiendesha tena ndani ya taifa la Burkina Faso, kuigawa nchi. Na tayari kibaraka wao akiwa anasubiri hilo liweze kutimia, na mikono ya mataifa ya nje ikiwa imejificha kwenye kivuli, ikisaidia nyuma kwa nyuma haya mapinduzi. Swali linabaki, je, ni kwa muda gani na miaka mingapi Afrika itaanguka katika mitego ile ile ya kipumbavu? Kwa sababu machafuko yaliyotokea hayakuwa tu ni kwa bahati mbaya, ila ilikuwa ni mipango iliyopangwa vizuri sana, ikasukwa ikasukika. Waasi chini ya Ouattara mashariki mwa Ivory Coast walikuwa wamefundishwa na wamepewa mafunzo vizuri sana kwa ajili ya kuleta machafuko, na matokeo yake yakawa ni kuigawa Ivory Coast katika vipande viwili. Mashariki mwa Ivory Coast kaangukia katika vikosi vya Ouattara, na kusini mwa Ivory Coast wakabaki kuwa waaminifu kwa rais aliyechaguliwa kidemokrasia. Na huu ndio ukawa wakati bora kabisa kwa Ufaransa kupiga hatua. Na hapa ndipo ambapo vikosi vya Ufaransa vya jeshi vikaanza kuingia nchini Ivory Coast. Sio kama walinda amani, lakini kama jeshi kabisa lenye nguvu, waliokuja kumsaidia kibaraka wao huko kaskazini mwa Ivory Coast. Na vita vikaendelea kwa miongo kadhaa, miaka 10 ya umwagikaji damu, uharibifu na mali za raia. Kizazi ndani ya miaka 10 kikawa kimezaliwa katika machafuko, taifa likiwa limeanguka. Ndipo mwezi wa 11 mwaka 2010 pakatangazwa uchaguzi wa kumpata rais, na watu wakasema afadhali uchaguzi uje, maana tumechoka na haya mauaji. Na hapa ndipo ambapo sasa Ufaransa akachezesha karata yake vizuri. Wakampendekeza Alassane Ouattara awe mgombea wa urais, mtu yule yule aliyeigawa nchi, mtu yule yule ambaye ana vikosi huko vinavyoua watu. Wakampendekeza kama ndiye mkombozi wa taifa la Ivory Coast. Kwa kupata sapoti ya kimataifa pamoja na majeshi kutoka Ufaransa, Ouattara hakuingia kwa kura, hapana. Aliamua kwanza kupigana na akaichukua nchi. Lakini haikuwa rahisi, kwa sababu miezi mitatu nyuma iliyopita nchi ilikuwa bado iko kwenye vita. Vikosi ambavyo ni waaminifu kwa Gbagbo na vikosi hivi ambavyo vinasaidiwa na Ufaransa, vikosi vya Alassane Ouattara. Vita vikaendelea na mji wa Abidjan ambao unajulikana kama mji wa kibiashara ukageuka kuwa ni mji wa vita. Ndipo likatokea jambo moja la ajabu sana. Wakati ambapo vikosi vya Ouattara vikielekea ikulu, wakawa wanaacha huku nyuma mauaji ya kimbali, raia wamekufa vibaya mno. Kwa mfano, katika kijiji kimoja watu zaidi ya 1000 waliuawa. Maisha ya watu wasiokuwa na hatia yaliondolewa. Na huyu, kumbuka, ndio mtu ambaye Wafaransa wanasema huyu ni mkombozi. Mtu anayeenda madarakani kwa kupita katika damu za raia, akisaidiwa na majeshi kutoka nje ya nchi, huku akiua watu.
Haya haikuwa ni mapinduzi, ila yalikuwa ni mauaji kuchukua madaraka huku akisaidiwa na Wafaransa. Na kwa sasa ndiye mtu anayefanya mambo yale yale kwa taifa la Burkina Faso. Mataifa tofauti, kitabu kimoja na kibaraka yule yule. Na ajabu zaidi, master ni huyo huyo mmoja ambaye ni Ufaransa. Pamoja na hayo bado Laurent Gbagbo alikuwa imara na vikosi vyake viliendelea, ambao walikuwa waaminifu na watiifu, na wakampa shida sana huyu Alassane Ouattara. Sasa ni nini alichokifanya? Ikabidi ampigie rafiki yake wa zamani Nicolas Sarkozy, na kwa wakati huu tayari ameshakuwa ni rais wa Ufaransa. Na baada ya hapo basi vifungu vya sheria vikaanza kazi. Basi bwana Nicolas Sarkozy akaamuru vikosi vya jeshi la Ufaransa kwa ajili ya kumlinda au kumwekea ulinzi Alassane Ouattara ndani ya hoteli ya kifahari huko Abidjan. Ikageuzwa kuwa ni commanding center. Kisha bila kuwahusisha raia wa Ivory Coast, Nicolas Sarkozy akatuma majeshi au vikosi vya watu 1500 ndani ya taifa la Ivory Coast kwenda katika makao au makazi ya Gbagbo ambaye ndiye rais wa Ivory Coast. Wakaingia kwa fujo katika makazi ya rais huyu, helikopta, vifaru, na wakaja wakavamia na haraka wakamkamata Gbagbo. Na tayari wakati huu Alassane Ouattara akawa amewekwa madarakani. Huo ulikuwa ni mwaka 2011, na tangu wakati huo taifa la Ivory Coast halijatawaliwa tu na mtu wa Ivory Coast, ila ni Ufaransa yuko nyuma ya. Na sasa tunaona skripti ile ile na hadithi ile ile tayari ndizo zinaanza kuandaliwa kuchezwa ndani ya taifa la Burkina Faso. Hebu jaribu kufikiria, Traore sio kama viongozi wengine wa Afrika. Huyu ni jinamizi kwa ndoto za Wafaransa. Ni mtu jasiri, ni mtu acheki kabisa na ubeberu. Ameondoa uhusiano kama alivyofanya Thomas Sankara. Amethubutu kusema hapana kwa Wafaransa. Amewaumbua uongo wao. Mbali na hilo, amekuwa na ushawishi mkubwa sana katika mataifa ya Sahel, akibadilisha historia ya Afrika. Kwa sababu ya Ibrahim Traore, Ufaransa wamepoteza ushawishi wao katika mataifa ya Niger na Mali. Hakuna kuiba tena uranium kutokea Niger. Hakuna kuiba dhahabu kutokea Burkina Faso. Wafaransa wamekasirika kwa hilo. Sasa wanachokifanya ni nini? Ni kurudi katika mipango yao ya zamani, kurudi kwa vibaraka wao na kusababisha ukosefu na utulivu wa amani katika taifa la Burkina Faso, na mapinduzi na mauaji kinyume na Ibrahim Traore. Waasi ambao wamepewa mbingu, wamekabidhiwa makazi, wamekaribishwa sio tu kama wakimbizi wa kisiasa, lakini kama wakombozi machoni kwa Ufaransa, kama ambavyo walikuwa wanamuita Alassane Ouattara ni mkombozi, ili hali aliingia kwa umwagikaji damu wa raia wa Burkina Faso. Jambo lile lile linajirudia, kuwaita hawa ambao ni waasi wa Burkina Faso kusaidia kumuondoa Ibrahim Traore, kuwaweka wana mapinduzi ambao ni vibaraka wa Ufaransa. Lakini kwa wakati huu ulimwengu unaangalia na Afrika pia inaangalia, na swali linabaki sio Ufaransa wanafanya nini, lakini swali linakuwa, je, Afrika itabaki inaangalia historia ijirudie kama ilivyokuwa zamani, ama watavunja historia na kuvunja ukimya, kusimama kwa pamoja? Kama Wafaransa wangetaka kumuondoa Ibrahim Traore na waweke vibaraka wao, je, wangetumia mbinu gani zaidi ya kuwatumia vibaraka wao? Na mmoja wapo ndo huyu rais wa Ivory Coast, Alassane Ouattara. Na Ibrahim Traore amekuwa akilipigia kelele hili kwa muda wa miezi kadhaa sasa, akiionya Ivory Coast kufanya kazi na Ufaransa kwa ajili ya kuleta vurugu ndani ya taifa la Burkina Faso. Na wengi hawakumuamini akiwa anaongea hayo, wakajua yalikuwa tu ni mambo ya kisiasa. Na hatimaye ukweli sasa haujifichi tena. Waasi waliokuwa wanataka kumuua Ibrahim Traore wamekimbilia Ivory Coast. Kwa nini? Ni kwa sababu huko ndio mipango yote ya ushetani ilikuwa ikifanyika. Huko ndiko ambako amri zilikuwa zinatoka. Na huu ndio ukweli ambao tunatakiwa tuangalie. Huyu kibaraka wa Wafaransa Alassane Ouattara, kumbe yeye asili yake ni Burkina Faso. Ana familia ndani ya Burkina Faso na muunganiko wa muda mrefu sana. Ndio maana Wafaransa sasa walipotaka kumuondoa Ibrahim Traore, je, ni nani anafaa kwa misheni hii? Basi tumtafute mtu ambaye ana asili ya huko, na si mwingine ni rais wa Ivory Coast. Lakini kwa awamu hii mpango huu umekwama, na watu
sio tu ndani ya taifa la Burkina Faso, lakini Afrika nzima wameamka na maandamano yanaendelea ya kupinga uhaini wa Wafaransa, kuipinga Ivory Coast na kumpinga Alassane Ouattara, rais wa Ivory Coast, kutumika na Wafaransa kutaka kumuondoa ama kumpindua kiongozi huyu Ibrahim Traore. Kwa kusaidiwa na Wafaransa kupewa pesa, Alassane Ouattara hakuwapa tu makazi awa waasi wa Burkina Faso, ila aliwapa pia na sehemu ya kufanyia kazi, kupika mipango kwa ajili ya kumpindua Ibrahim Traore. Walipewa access kwa rasilimali za Ivory Coast huku zikilindwa na taifa la Ivory Coast, na kuwaruhusu wapange mipango ya kumshusha chini Ibrahim Traore na kuleta machafuko ndani ya taifa la Burkina Faso. Lakini kitu kilichotokea hawakukitegemea, mpango wao ulikwama, na sasa waasi hao wamekimbia moja kwa moja kwenda kwenye kambi yao huko Abidjan, Ivory Coast, wakijificha chini ya ulinzi na uangalizi wa Alassane Ouattara. Na Ivory Coast wamekuwa wakimtafuta Ibrahim Traore katika mambo mbalimbali, na vyombo vya habari vya Ivory Coast vimekuwa vikiandika habari mbaya kumhusu Ibrahim Traore. Wamekuwa wakimuandika na kumuita ni dikteta na majina mabaya, huku wakijaribu kuchafua imeji yake kimataifa. Wamekuwa wakimlaumu kuwa amekuwa akiua raia wasiokuwa na hatia, na ni vyema ukajua kuwa usio wakati pekee ambapo Ivory Coast imekuwa ikihusika na kutaka kumpindua Ibrahim Traore, kwa sababu kulingana na ripoti, Ouattara amekuwa akishirikiana na Ufaransa angalau mapinduzi kama matatu karibu na Burkina Faso, kwa sababu haya ni mataifa jirani haya, kwa ajili ya kumtega Ibrahim Traore ili waweze kumuua. Na hii ndio sababu iliyopelekea kwa nini Ibrahim Traore alitoa onyo la nguvu sana kuhusiana na Ivory Coast kuendesha operation za kudestabilize amani ya Burkina Faso. Na watu wengi walikataa, lakini hili limeonyesha ushahidi kuwa ni ukweli Ivory Coast ina mipango mibaya dhidi ya Burkina Faso. Ndio maana mara zote Ibrahim Traore amekuwa halaumu tu makundi ya kigaidi, lakini amekuwa akilaumu haya mataifa makubwa imperialist kuwa hawa ndio wanaofandi haya machafuko ndani ya taifa la Burkina Faso. Na ndio maana mojawapo ya kauli ya Ibrahim Traore alisema, hatuna shida na raia wa Ivory Coast, ila tuna shida na anayeongoza Ivory Coast, na raia wa Ivory Coast mwambieni kiongozi wenu aache haya anayoyafanya, huku akionyesha kuwa kuna operation inayoendelea ndani ya Abidjan ya kutaka kuishusha chini Burkina Faso, ambayo inafadhiliwa na Ufaransa, lakini nyuma yake kuna taifa la Benin pamoja na Ivory Coast. Alipotoa haya, watu wengi wakasema huyu ni muongo, lakini angalia sasa ni nini kinachotokea. Waasi na wasaliti wamekimbilia moja kwa moja Abidjan huko Cote d'Ivoire, mji ule ule ambao Ibrahim Traore alikuwa anaongelea. Mipango aliyokuwa ameionyesha na kuonyesha kuwa Ivory Coast iko nyuma ya mipango hii mibaya, na wamekimbilia huko na wako huko sasa. Hili ndilo linalotuleta kwenye maswali kuwa hii ni Afrika ya namna gani tunayoishi? Taifa moja linasaidiana na Ufaransa kuharibu taifa lingine. Tumeendelea kusema tunahitaji umoja, lakini umoja huu tunawezaje kuupata wakati kuna watu ndani ni wasaliti? Watu kama Alassane Ouattara wako tayari kuwauza ndugu zao kwa ajili ya madaraka, pesa. Hiki ndicho kiini kikubwa cha machafuko yote ya Afrika. Mipaka yetu inaweza ikaonyesha kama tuko huru, lakini vitendo vyetu vinaonyesha kuwa tumegawanyika na hatujitambui. Unajiuliza, mtu kama Ouattara anaweza kuwauza ndugu zake kwa sababu tu ya madaraka? Kwa unakuja kugundua Afrika tutabaki pale pale, ni mpaka tuamue kuondokana na hawa vibaraka wa watu wa magharibi. Asanteni sana.